Mkristo hapaswi kuwa mpumbavu. Mkristo anapaswa kuthubutu kusimama kidete na kusema mimi ni Mkristo na sitakuwa ndumira kuwili. Mimi ni Mkristo na sitasema uongo. Mimi ni Mkristo, sitamwonea yeyote, kumsulubu yeyote au kumsingizia uovu. Kwa bahati mbaya, Watanzania tumeingia kwenye huo mchezo wa kuthubutu kutendeana maovu, wa kuthubutu kudhulumiana, wa kuthubutu kunyanyasana, wa kuthubutu kutendeana hiana na kudhani kwamba hiyo ni kazi ya Mungu. Na kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya njaa. Hata Wakristo baadhi wako tayari kujiuza na kufanya kazi ya hila, ya uovu, ya chuki, kazi isiyompendeza Mungu. Hapo ndipo nchi yetu ilipofika sasa, kuwa mchanganyiko wa watu wa hila, mchanganyiko wa watu wa dhuluma, mchanganyiko wa watu wa uonevu na manyanyaso, mchanganyiko wa watu wezi, mchanganyiko wa watu ambao wako tayari kuwapigisha wengine magoti wakidhani hiyo ni kazi ya Mungu. Msidanganye. Uovu hauwezi kamwe kuwa kazi ya Mungu. Na neno wa Mungu, neno wa milele, ametwaa mwili akazaliwa kwetu kusudi wema utawale, ukweli utawale, utakatifu utawale.